ambao tunangojea katika siku zinazokuja. Tuko katika matayarisho, katika kumngojea. Hiyo ni hatua ya kwanza. Ujio wa Masia katika historia. Hatua ya pili ya ujio wa Masia ni ujio wake katika utukufu, l'avènement glorieux du Messie. Yesu aliposhuka, anazaliwa, akaishi, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka na akapanda mbinguni. Mbele aende anatuambia naenda kuandalia makao. Na baada ya kwenda, malaika wanawaambia mitume, jinsi mnavyomuona akipanda, hivyo atarudi kwenu katika utukufu. La parousie, la seconde venue de Jésus dans la gloire. Hiyo ni hatua ya pili ya ujio wa Masia. Atakuja kwa mara ya pili katika utukufu kutuchukua twende naye katika paradiso. Hatua ya tatu ya ujio wa Masia ni ujio wake katika fumbo la Eucharistia, l'avènement mystique ou eucharistique du Messie. Hapo tutasomewa Wakorintho wa kwanza kipindi cha 11 mstari wa 26. Nasema hivi: maana kila mara mnapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mnatangaza kifo chake Bwana mpaka atakapokuja. Maana kila mara mnapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mnatangaza kifo chake Bwana mpaka atakapokuja. Anajionesha kwetu tena katika ibada ya misa takatifu, na mafundisho yanatuambia kwamba hatuna ruhusa ya kusogelea meza ya Bwana tusipojitayarisha, matayarisho ya kumpokea. Akumbe pia kwa misa takatifu yoyote kuna pia kujitayarisha, ambamo tendo ambalo tunaishi kama kwa majilio. Alafu nukta ya pili ni liturujia katika nyakati za majilio. Liturujia mbalimbali katika nyakati za majilio. Katika nyakati hizi namna tuko tunaona masomi mbalimbali. Masomi tunazosomewa tangu tulianza majilio yanatuonesha watu watatu, trois personnages de l'avant, wanaotolea mafundisho mazuri, na katika kitume chao wanatuonesha, wanatujalia matumaini na namna gani tunapaswa kujitayarisha katika nyakati hizi za majilio. Wa kwanza, namna tunasoma masomo mbalimbali, ni Nabii Isaya. Wa pili ni Yohane Mbatizaji, na watatu ni Mama Bikira Maria. Hawa wanatusaidia kufikiria vizuri juu ya mafumbo tunayopokea au tutakayopokea kwa siku zinazokuja. Kama leo tulisomewa pia somo la kwanza ni katika kitabu cha Isaya.
Wakati huu wa majilio, Isaya anatufasiria vizuri Masia ni nani, sura zake au kalite zake au upekee anaokuja nao, na anatufasiria namna tutakavyoweza kumpokea na namna gani kujitayarisha. Yohane Mbatizaji vile vile anakuja kufanya kama sentence ya manabii wote, kama tulisikia katika misa ya leo. Anafanya kifupi cha unabii wote kuhusu ujio wa Masia na kuhusu Masia. Na watatu Mama Bikira Maria ni katika yeye unabii unatimilika kwa kumzaa Masia mwenyewe. Isaïe chapitre 2 na chapitre 60 inaonyesha kwamba anayekuja, yule tunayengojea, anaonyesha ushindi na utawala wa Mungu katika mataifa yote. Donc, nabii Isaya anawaambia kwamba ule Masia tunayengojea ana uwezo na atatawala juu ya mataifa yote. Ni kusema ukisikia ile ni kusema iko sawa kitu anakuambia ke o mwana wao akendi ya president omonja. Anatawala juu ya nchi. Utakuwa na furaha. Ndio unasema leo nimetoka kwa maangati mwala wa fulani tukadirishi. Nimesema kulingana na magumu waliopitia, walijikoja kumfalme mwenye arusa na kuya anaforma ale wao na worship ale. Tukaye nani? Tunajifunza mazoa kusudi. Donge na sie leo tunaonesha ke na sie tumekuwa taifa ambalo liko na mfalme. Tunarudishiwa ukweli. Tunapima kurudia katika jamaa zetu. Ukweli. Mfalme anayekuja analeta ukweli katika taifa. Wazazi, tunaishi na watoto. Mara nyingi tunadhani kwamba mtoto akikukosea we mzazi haiko mzuri. Mewe mzazi kukosea mtoto sapasi. Sindio? C'est facile kutukana mtoto kwenye wenzake. Unamkosea Adamu. Jua amefanya kosa fulani. Wewe metwa sapasi. Wewe hauvumilii. Kama mtu kukorai, kama mtu kugrupe, mtu anakukosea kidogo mbele ya wenzake. C'est problem. Wakati huu namna Yohane anasema tusawanishe njia za Masia. Tunajua vizuri kwamba ni kusawanisha nyoyo zetu. Hivyo tusibakie tu kwa matayarisho ya kimwili namna wazazi wametuambia hapa. Inahusu kwanza mabadiliko ndani. Na Eklesia imeona tangu zamani kwamba dhambi ya mwanadamu inaanza ndani mwake. Ndio maana mwanzo wa misa tunasema tunamuangalia Mungu Mwenyezi, nani ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tena. Dhambi inaanza wapi? Kwa mawazo. Inashuka kwa inaendelea kwa maneno na kwa mwisho akumbe Yesu Kristo anakuja kuleta mabadiliko kwanza kwenye dhambi
dhambi inaanzia kwenye ubanjia, na unaanza katika mawazo. Ave Maria. Ave. Mabadiliko inaanza katika mawazo, kujua kizuri na kibaya. Pale ndipo mabadiliko yanaanza. Masia tunayengojea anakuja kutufundisha namna gani tutaishi maisha yetu ya Ukristo hapa duniani, tukingoja ujio wake wa pili. Ndio maana padre amesema haina maana kujisifu juu ya mambo ya nje, sio kuangalia yana faida gani katika maisha yangu ya Kikristo, katika mahusiano yangu na Mungu. Nabii Isaya anatutayarisha kumpokea Masia, na mtu wa ndani akibadilika, mtu wa nje anaonekana kulingana na yale yanayopitika katika mtu wa ndani. Tunapaswa fanya juu chini kuadibisha mtu wa ndani yetu, kwa sababu mara nyingi nimesema kwenye radio, mtu anapoiba, kwa bahati mbaya au nzuri, mnamshika, mnaanza kumpiga, mnapiga mwili iliyo accomplir acte ya kuiba. Ile acte ilianza ndani ya mtu wa ndani. Yeto aliplanifie. Aske kwa saa hizi mtu fulani anaweza kuwa. Haizi kuwa. Ndavize wote liko mafundisho. Nenda ingia mbiro yake. Mtu wa ndani ndio anaplanifie vote. Wakati mnamshika, mnapiga mwili yenye ili execute. Ave Maria. Amen. Akumbi tumeshughulikia mabadiliko ya ndani. Kwenye Facebook nilipata video ya mama moja. Wanamshika, ana watoto, moja iko bebe, wa pili anaweza kuwa na miaka sawa 2 hivi, wote wasika. Huyo mama anamkuta mshamba ya watu, amekata vimuhindi karibia 3. Mwenyezi shamba anamkuta. Sasa ule mwenyezi shamba iko na mpiga, anampiga na mkanyaka ovyo ovyo, na anabeba bebe. Baba mmoja anatokea, anamuuliza, alafu mama, kuna nini? Huyo mama kwa uchungu anasema, baba yangu, nimefanya siku 2 mimi na watoto wangu si akulaka chakula, sina lolote. Alafu kwa siku hii ya 3 niko na muone mtoto wangu na kutambua magumu yake, pengine hangalimpiga, angetafuta kumsaidia, au angemwambia sio vizuri kuiba, lakini kulingana na magumu yako ninakupatia, au tutumike pamoja kusudi usiendelee na hiyo hali, au shamba ni kubwa usiingie katika hiyo hali, kwa sababu mtu mwingine akikushika anaweza kukupiga na kuua. Uje tukae pamoja, tulime shamba pamoja na maisha yatatengenea. Umemsaidia kwa ndani na kutatua shida iliyomsukuma kutenda hiyo jambo. Ave Maria. Hiyo ni kufuatilia chanzo cha dhambi. Na tumesema mabadiliko anayoleta Yesu
yanaanza ndani. Kule kunapoanza dhambi katika mawazo ya mtu, na mtu anapobadilika kwa ndani na kujua kwamba haifai kuiba, pengine sherti nifanye kazi, ni hayo mabadiliko yanabadilisha maisha. Pahali pa dhambi anajifunza kufanya kazi. Watu watatu wakubwa wanatolea mafundisho katika muda huu wa Majilio. Wa kwanza ni Isaya. Anatuletea matumaini ya kumpokea Masia anayekuja kutubadilisha na kutuletea amani ya kweli. Ave Maria. Ave. Katika nyakati za Pasaka kuna nyimbo tunaimba. Tomaruka oholo wa mingira. Sindio? Hiyo amani anayoleta mfalme tunayengojea ni amani inayotoka kwanza ndani mwako, inayoanza ndani mwako. Samahani. Kwa sababu nalo tumekaa hapa tukiwa sisi wote watu wa amani, wa kuleta amani ukweli. Unaweza acha telefoni yako kwenye huko, utaikuta pale. Unaweza sahau mlango bila kufunga, utaikuta bila shida. Lakini hata kanisani tuko tuzu ikenge kuangalia masaka. Ziani akumbi Yesaya anatuomba tujitayarishe kwa ndani. Hivyo mtu wa pili anayetupatia kufikiria vema hatua hizi za Majilio, kama tulisema, ni Yohane Mbatizaji. Yohane Mbatizaji anafanya kama sentence ya manabii. Yote manabii waliofundisha kuhusu Masia tunayapata pia katika kitume cha Yohane Mbatizaji. Nyumbani unaweza kufikiria Mateo kipindi cha 3 mstari wa 1 hadi wa 17. Pia Marko kipindi cha 1 mstari wa 1 hadi wa 11. Pia Luka kipindi cha 3 mstari wa 1 hadi wa 12. Hapa utapata kazi za kitume za nabii Yohane Mbatizaji. Tunaposoma masahihi haya, Yohane Mbatizaji anaonekana kuwa nabii wa mwisho katika manabii wa Agano la Kale kabla ya ujio wa Yesu Kristo. Mafundisho yake yanaambatana na unabii wa Isaya. Tunasomea mafundisho yake katika Injili ya siku ya Mungu ya pili na siku ya Mungu ya 3 na siku ya Mungu ya 4 ya Majilio. Hapa tunasomewa mambo fulani ya kitume chake katika kuandaa ujio wa Yesu Kristo. Ni mama Bikira Maria. Tunasoma Luka kipindi cha 1 mstari wa 31 hadi wa 35. Luc chapitre 1 verset 31 au verset 35. Inasema hivi: tazama, utapata mimba mtoto wa kiume, utamwita jina lake Yesu. Huyu atakuwa mkuu, ataipa mwana wa yule aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atatawala nyumba ya Yakobo milele
anapokea utimilifu wa manabii wote. Katika yeye Mwokozi anazaliwa. Ndio maana mwandishi wa kitabu anasema kwamba sherehe za mama Bikira Maria zinaambatanishwa pia na sherehe hii ya Majilio, namna tunavyoona kila tarehe 8 mwezi